your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bwana, mambo vipi? Na tumaini utakuwa buheri wa afya njema. Na taarifa ambayo nakusogezea hapa imeweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wameweza kuzungumza maneno mengi sana kuhusiana na bondia kutoka nchini Kenya 254 akiweka wazi mahaba yake ya kutaka kuzichapa na bondia Hassan Mwakinyo. Huyu Rayton Okwiri aka Boom Boom hajataka kumwacha Hassan Mwakinyo na amekuwa mdomoni mwake kwa mara kadhaa kadri ambavyo anapata nafasi ya kuweza kuzungumza kwenye radio na maeneo mengine ya vyombo vya habari. Sasa habari kubwa ni kwamba huyu Okwiri ameweza kutangaza kumhitaji Hassan Mwakinyo leo kesho waweza kukutana ulingoni ili aweze kuonyesha kwamba yeye ni mkali kuliko ambavyo Hassan Mwakinyo amesikia akijigamba mara kadhaa. Sasa akihojiwa katika kituo kimoja cha habari kwenye kipindi cha Breakfast Working Day pale nchini Kenya kwenye kituo cha radio kinachojulikana kama Radio 47, Okwiri ameweka wazi nia yake ya kutaka kucheza na bingwa wa zamani wa WBO Africa, bondia kinara kwenye uzani wa middleweight kilogram 72 nchini Tanzania Hassan Mwakinyo, huku akieleza namna ambavyo bondia Hassan Mwakinyo amekuwa akimkimbia mara kadhaa pindi ambapo anataka kukutana naye ulingoni. Kama unakumbuka vizuri, tarehe 29 mwezi wa 9 2023 mabondia hawa wawili waliwahi kuhusishwa kukutana ulingoni kwenye pambano la ubingwa IBA, lakini pambano hilo likaotambawa baada ya kushindwana kwenye maslahi, ndiko ambako tukasikia Hassan Mwakinyo akibadilishiwa mpinzani kama nakumbuka vizuri. Sasa lile pambano likanadiwa, lakini mwisho wa siku hatukuweza kushuhudia wakali hawa wakikutana ulingoni. Kwa rekodi tu kwa sasa kutoka kwa bondia Okwiri, yeye ni bondia ambaye kwa nchini Tanzania ameshawahi kupigana na bondia 6 ambao ni raia wa Tanzania, na kwa sasa anashika nafasi ya kwanza kwenye uzani wa middleweight, yani uzito wa kati, kilo 72 pale nchini Kenya. Lakini pia huyu ni mshiriki wa michuano mikubwa ya Olympic kupitia ngumi za ridhaa na alikuwa bingwa mwaka 2016, mapambano ambayo yalifanyika pale nchini Brazil. Lakini pia ni bingwa wa zamani ambaye alishawahi kushiriki katika mkanda wa Afrika, nazungumzia ABU, Africa Boxing Union, kwenye uzani wa kati kilogram 72. Yes, hii dabi ya Afrika Mashariki hapa Rayton Okwiri Boom Boom, kule Hassan Mwakinyo Champions one time, mabingwa wakikutana. Unadhani nani anaweza akapata matokeo ya ushindi endapo wakali hawa watakutana? Lakini Okwiri, kama ambavyo nakuwekea hii video yake, umsikie namna ambavyo anamtaka Hassan Mwakinyo, na endapo Hassan Mwakinyo atasema yes, ngoja nimshikishe huyo adabu, lakini pia Okwiri atasema yes, ngoja niandike historia kwa Hassan Mwakinyo, unadhani nini kitatokea ulingoni? Baada ya kusikia hii ambayo anazungumzia Rayton Okwiri, tukutane kwenye comment. Nimekuwa nikitaka kupigana na boxer mmoja wa MTZ anaitwa Hassan Mwakinyo. Mwakinyo nimemsikia sana, nimemsikia Mwakinyo. Mwakinyo ni muoga kweli. Yaani mimi huyu jamaa nimetaka nipigane naye. Kila tukipanga ananihepa tu. Yeye ndio boxer namba 1 hapa kule Tanzania ndio. Mimi ndio boxer namba 1 hapa Kenya. So nimekuwa nikimwambia tupigane. Amekuwa tu kile kitoka kuniita nileta tu ile Uswahili. Unajua ile tabeza Kiswahili zile. Hizo tabeza Kiswahili. Wewe maro, wewe sijui unajua nini, sijui nini. Wewe sijui nini. Mambo mengi tu unajua. Okay. But na wapatia challenge. Nataka nipigie namba, maana yeye anakuanga napanganga sana. Nani? Yeye huyo Mwakinyo. Mwakinyo. Huyo nataka nimkamate. Mimi nimecheza katika professional fights zangu zote. Naweza sema 80% ni opponents kutoka Tanzania. 80% opponents wangu. Na nimewapiga ngama kiyoma. Sasa nataka Mwakinyo, sababu yake yeye ndio anajidai sana kule Tanzania. Okay. Maana unajua tena kuna wasikilizaji wengi sana ambao wanasikiliza kutoka Tanzania pale vile. Ndio nataka hivyo sasa waende wamwambie kwamba Okwiri anamtaka Mwakinyo. Namtaka sana. Hata kama ni kesho tupigane. Hata kama ni kwao kule Tanzania ndani ya bedroom yake tutapigana huko kwao. Kwa nini mbona una machungu na Mwakinyo hivyo Okwiri? Bwana ule jamaa yuo nisinya, yuongea vitu zenyewe ziko kabisa. Unaona? Alafu yeye hujisikia sana. Yeye sema Tanzania is better than nini, na anajua kama sisi Kenya sisi ndio Kenya ndio capital city of Africa. Hajui hiyo. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ukutana na Mwakinyo pale vile utampiga. Mbaya sana. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.